Makusudi yetu hii siku ya leo. Jina langu ni Wesley Ondeki na nawakaribisha nyote katika kipindi hiki. Hii mwisho, tutakapofika mwisho hiki kipindi tuweze ya kuwa tumejifunza mengi yale ambayo Kristo aliweza kuandaa kwa ajili yetu hii siku ya leo. Pamoja nami nimeandamana na msomaji wangu. Msomaji na mtumishi, naomba utusomee kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:1. Timotheo wa kwanza 2:1. Maandiko inanakili naiseme, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani na nifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo tunaona kwamba kabla ya mambo yote tunataka dua, shukrani na sala siweze kufanyika kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo msomaji na mtumishi, ningependa ya kwamba uweze kusimama ili uweze kutupa dua. Asante. Tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu ishie mahala pa juu, twaja mbele zako wakati huu, wingi wa shukrani kwa mema ambayo umetutendea sisi hata wakati huu. Tunakushukuru kwa umbali huu umetuleta. Kwa hakika hata wakati huu twaweza sema ni Ebeneza. Tunaomba tutakapoingia kipindi hiki, Roho wako Mtakatifu akashuke, akanene pamoja nasi, umtumie mtumishi jinsi upendavyo. Kuwa nasi hata milele, kwa kuwa tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Asante. Nawakaribisha katika kipindi cha siku ya leo. Siku zilizopita tuliweza kuangalia hali ya wafu na tukaona ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kutoka kwa mavumbi na akaweza kumpulizia pumzi ya uhai, huyo mtu akawa nafsi hai. Na pia tuliweza kuona ya kwamba huyo mtu wakati anapokufa, mwili ambao ni mavumbi unarudi mahali ambapo ulitoka na pumzi nayo inarudi huko juu mbinguni. Kwa hivyo tukaona ya kwamba mtu anapokufa aendi mbinguni ama jehanamu kule ambako vile wengine tunavyofikiria, bali anaenda katika kaburi humu duniani ambako ni kwa mavumbi ambapo alitoka. Pia tuliweza kuangalia kunyakuliwa. Tukaona ya kwamba wakati huo watu wawili watakuwa wako mahali fulani na mmoja atatwaliwa, mwingine atawachwa. Na tuliona ya kwamba wanawake wawili watakuwa kondeni, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Na siku ya jana tuliweza kuangalia ya kwamba ni makao ya watakatifu, na tuliweza kuona ya kwamba makao ya watakatifu hivi karibuni Mungu akija kuwachukua wale watakatifu wake, ataweza kuandaa makao yao watakatifu. Siku ya leo, mada ya leo, tutaenda kuangazia mada ambayo inayosema miaka 1000 ya amani. Miaka 1000 ya amani. Ukisoma katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20, hapo ndio utaweza kupata haya maneno ambayo ama mada yetu ya siku ya leo ambayo inasema ya kwamba ni miaka 1000 ya amani. Kwa hivyo tutaenda kuangazia sana kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20 ukianzia mstari wa kwanza hadi ule mstari wa mwisho. Kana mwisho tutakapotamatisha hiki kipindi utaweza kufahamu ya kwamba hii miaka 1000 ya amani inamaanisha nini, na je, tuko katika hiyo miaka 1000 ya amani au ilishapita au inakuja. Kwa hivyo nakuomba ya kwamba uweze kuungana pamoja nami katika hiki kipindi ili tuweze kujifunza kwa pamoja kile ambacho ni makusudi yake Kristo Yesu. Kwa hivyo tutaweza kuangazia hilo, na zaidi ya yote tujue ya kwamba Kristo akileta haya maneno ameleta ili tuweze kuona ya kwamba tumaini lipo, hata kama katika hii dunia tuko katika dunia ya changamoto mingi, tumaini lipo katika huu uso wa ulimwengu. Mtu mmoja anauliza mtu mwingine ya kwamba kwa hivyo tuko katika ile miaka 1000 ya amani ambayo ina neno katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20. Na huyo mtu anamjibu ya kwamba tupo katika hiyo miaka ya 1000
ya amani kwamba shetani amefungwa na mnyororo ambao ni mnyororo mrefu kulingana na hiyo fungu, eti amefungwa na mnyororo mrefu ambao unatoka, tuseme kwa mfano, unatoka kutoka hapa hadi uende kwenda huko chini ucharuoni, na kwamba shetani amefungwa na huo mnyororo ambao uko kama ni kilomita hizo kutoka hapa hadi mahala hapo. Lakini wakati tunaangalia katika ulimwengu wa sasa, mambo ambayo tunaangazia ama mambo ambayo tunayaona yanatendeka, tunaona ya kwamba shetani hajafungwa, bali shetani yu huru na anaendelea kufanya yale ambayo ni makusudi yake ili kuweza kuangamiza wale ambao ni watu wa Mungu, ambao ni mimi pamoja na wewe. Kwa hivyo tuingie katika kitabu cha Ufunuo 20 ili tuweze kupata haya mambo na kuchambua, tuweze kuona ya kwamba hii miaka 1000 ya amani iko ama imeshapita ama inakuja. Na tutakuwa tukijiuliza maswali na hapo tutaweza kujibu kulingana na Biblia. Swali ambalo tunajiuliza la kwanza ni je, hili tukio ama ni tukio gani ambalo litaashiria mwanzo wa hiyo miaka 1000 ya amani ambayo inaongelewa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20? Msomaji. Na mtumishi. Ufunuo wa Yohana 24. Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 20, maandiko inasema, kisha nikaona viti vya enzi. Kisha nikaona viti vya enzi. Wakaketi juu yake. Nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao. Waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Na kwa ajili ya neno la Mungu. Na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao au katika mkono wao, wala katika mikono yao, nao wakawa hai. Wanatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Anatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Ukiangalia katika hicho kifungu Ufunuo 20 utaona ya kwamba miaka 1000 imeweza kutajwa mara 6 katika hicho kifungu cha Ufunuo 20. Na kwa hivyo siku ya jana katika kipindi cha unabii wa Biblia tuliweza kuangazia huyu ama hii alama ya mnyama ambayo inaongelewa katika hicho kitabu, na tuliweza kuona ya kwamba alama ya mnyama ni siku, na hiyo siku ndiyo alama ya mnyama au ishara. Kwa hivyo siku ya leo tuliweza kusoma kitabu cha Ufunuo 24 na imeweza kutuambia ya kwamba tukio ambalo litaweza kuashiria mwanzo wa hiyo miaka 1000 ya amani itakuwa ya kwamba ni ufufuo kwa wale watu ambao hawatakuwa wamepokea ile pacha ama ile ishara katika nyuso vipaji vya nyuso zao au katika mkono wa msomaji. Udele fungu linasema, kisha nikaona viti vya enzi. Wakaketi juu yake. Nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Yaani wale ambao waliotenda mema lakini wakaweza kuumizwa ama kuteswa kwa ajili ya neno la Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu. Na hao wasiomsujudia yule, hawakumsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea ile chapa ambayo tuliweza kuiona siku ya jana, ambayo ni alama ya mnyama, na katika vipaji vya nyuso zao, wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Kwa hivyo tumeweza kuona ya kwamba tukio ambalo litakaloashiria mwanzo wa hiyo miaka 1000 itakuwa ni ufufuo wakati wa kurudi kwake Kristo Yesu. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hii miaka 1000 ambayo inaongelewa katika kitabu cha Ufunuo 20 ina maana ya kwamba hiyo miaka haitafika na itaanza pindi tu ule wakati ambapo Kristo ataweza kurudi huku duniani mara ya pili ili kukuja kuchukua watakatifu wake. Na
je, huo ufufuo ambao tunaongelea kwamba ndio mwanzo wa hiyo mwaka 1000, huo ufufuo unaitwaje? Biblia inasema ya kwamba huo ufufuo unaitwaje? Na je, ni akina nani ambao wataweza kufufuliwa katika huo ufufuo, msomaji? Na mtumishi, soma aya yake ya 5 na 6. Aya yake ya 5 maandiko inasema, hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Acha hapo msomaji. Biblia inasema ya kwamba hao wafu waliosalia hawakuwa hai hadi itimie ile miaka 1000. Biblia ikisema ya kwamba hao wafu waliosalia hawakuwa hai, inamaanisha ya kwamba ni wale ambao ni waofu, wale ambao wanaotenda yale ambayo si mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba hao wafu waliosalia hawakuwa hai hadi iweze kutumia ile miaka 1000. Endelea. Fungu la 6 na iseme, huo ndio ufufuo wa kwanza. Huo ndio ufufuo wa nini? Wa kwanza. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Naam, juu hao mauti ya pili haina nguvu. Juu ya hao ufufuo wa pili haina nini? Hauna nguvu. Kwa hivyo tumeweza kuona ya kwamba ufufuo huu unaitwa ni ufufuo wa kwanza, ambao wenye haki wataweza kufufuliwa pamoja naye Kristo na wataweza kuenda juu mbinguni. Kwa hivyo ufufuo wa kwanza utaweza kuashiria mwanzo, ama utaweza kuashiria kuanza ama kuanzishwa kwa hii miaka 1000 ya amani ambayo inaelezewa katika hiki kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20. Kwa hivyo ile siku ambapo Kristo atarejesha ufalme wake, wale ambao ni watenda haki, wale ambao wanaotenda mema watafufuliwa pamoja na Kristo, na huo ndio utakaoitwa ufufuo ama ufufuo wa kwanza, ama ufufuo wa kwanza kwa wale ambao waliokuwa wanatenda yale ambayo ni mapenzi yake Kristo. Lakini tukiangazia Biblia sana, Biblia inasema ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa aina mbili. Biblia inasema ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa aina mbili, lakini ufufuo mwingine utatokea lini? Na ni akina nani ambao wataweza kufufuliwa katika ufufuo wa pili? Hilo swali tunajiuliza. Tumeona ufufuo wa kwanza, wale ambao watakaofufuliwa ni wale wao ambao walikuwa wanatenda yale ambayo ni mema, yale ambayo ni matendo ya haki yake Kristo Yesu. Lakini Biblia inasema ufufuo iko wa aina mbili. Lakini aina hii ya pili ni aina gani? Na wale ambao wataweza kufufuliwa katika ufufuo wa pili watakuwa ni watu akina nani, msomaji? Na mtumishi, aya ya 5. Aya ya 5 inasema, naiseme, hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Kumaanisha ufufuo wa pili ambao utaweza kutokea ni wa wale wafu, ama wale ambao waliosalia, wale ambao walikuwa wanatenda kinyume na mapenzi yake Kristo Yesu. Kitabu cha Yohana 5:28 hadi 29. Yohana 5:28. Biblia inasema, msistaajabie maneno haya. Naam, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Wa hukumu. Sio kwamba ufufuo wa wale ambao waliotenda mema utakuwa ni ufufuo wa kwanza na watafufuliwa ili waweze kumlaki Yesu mawinguni. Lakini ufufuo wa pili ambao Biblia inasema ni ufufuo wa hukumu, ama ufufuo wa wale ambao hawatakuwa wametenda yale ambayo ni mema, ama yale ambayo ni mapenzi yake Kristo Yesu. Na hao waliokuwa wanatenda yale ambayo si mapenzi yake Kristo Yesu, itaashiria wakikuja kufufuliwa itakuwa ni mwisho wa hii miaka ambayo inaongelewa, miaka 1000 ya amani. Lakini tutakaposonga ama tunaposonga mbele tutaweza
kipindi cha miaka 1000 ya amani, ni nini kitaweza kutokea na ni nini ambacho Yesu anaahidi wale ambao wanaomtegemea. Kwa hivyo ufufuo wa wenye haki umeweza kuambiwa ya kwamba, tumeweza kuambia ya kwamba ufufuo wa kwanza utakuwa ni ufufuo wa wenye haki, na wale ambao wataweza kufufuliwa kwa huo ufufuo ni wale ambao ni watenda haki, na hiyo ndio itakuwa imeanzisha hiki kipindi cha miaka 1000 ya amani. Na tumeona ya kwamba kuna ufufuo wa hukumu ambao utaweza kuhitimisha hii miaka 1000 ya amani. Lakini swali ni je, katika hiki kipindi cha hii miaka 1000 ni nini itaweza kutokea? Katika hiki kipindi cha hii miaka 1000 ni jambo gani au ni tukio gani ambalo litaweza kutokea, ama ni tukio gani ambalo litatokea wa hii miaka 1000 kuanza? Kitabu ni Ufunuo wa Yohana 1:7. Ufunuo wa Yohana 1:7 inasema tazama pamoja na mawingu kila jicho litamwona, hao waliomchoma kabila zote za dunia, kabila sasa waomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Wathesalonike wa kwanza 16 hadi 17. Wathesalonike wa kwanza 1. Wathesalonike wa kwanza 4. Wathesalonike wa kwanza 4:16 hadi 17. 4:16 maandiko inasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, sauti ya malaika mkuu, barabara ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, tuweze kumlaki Bwana mawinguni. Kwa hivyo tukio ambalo litaweza kutokea katika hiyo miaka 1000 kwanza, tumeweza kuona ya kwamba Ufunuo wa Yohana 1:7 imetuambia ya kwamba Mungu ataweza kukuja kutoka juu mawinguni, ama Yesu atakuja katika mawingu. Na jambo la pili, tumeweza kuona ya kwamba wenye haki ambao waliofufuliwa wataweza kunyakuliwa wataweza kunyakuliwa pamoja naye Kristo ili waweze kumlaki Yesu mawinguni. Kwa hivyo tumeweza kuona ya kwamba Yesu ataweza kukuja katika hiyo miaka 1000 kwanza. Yaani kabla ya hiyo miaka 1000 kwanza, Yesu atakuja kutoka juu mbinguni na mawingu pamoja akija na malaika wake ili tuweze kumlaki mawinguni. Kwa hivyo tumeweza kuthibitisha hiyo. Lakini je, jambo ambalo litaweza kutokea tumeweza kuliona. Yesu akija ataweza kupata wale ambao waliokuwa wametenda maovu, wale ambao walikuwa wametenda yale ambayo ni mapenzi yake. Tutakuwa katika uso wa ulimwengu, wengine tutakuwa tumekufa, wengine watakuwa wako hai. Jambo la kwanza tuweza kujiuliza ya kwamba wale ambao ni waovu ambao tutapatikana, ama wale ambao wataweza kupatikana katika uso wa ulimwengu ambao watakuwa hai lakini wanaotenda yale ambayo si mapenzi ya Mungu, ni nini ambacho itaweza kufanyika kwao? Kitabu cha Isaya 11:4. Kitabu cha Isaya 11:4 inasema bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu dunia kwa adili. Kitabu cha Isaya 11:4, rudia msomaji, inasema bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa nini? Kwa adili. Naye ataipiga dunia kwa fimbo, na kinywa chake, na kwa pumzi ya
lakini wamepatikana wakiwa hai katika huo ufufuo wa kwanza kwa kurudi wake Yesu Kristo, ambao wale ambao ni watenda mema wataweza kufufuliwa kwanza, ambayo itaanzisha ile miaka 1000. Hao ambao ni watenda maovu ambao watapatikana wakiwa hai wataweza kuuliwa. Mungu anasema atawaua wabaya. Kitabu cha Wakorintho wa pili 1:7-8. 1:7 maandiko inanakili, Asema, natumaini letu kwa ajili yenu ni imara. Natumaini letu kwa ajili yenu ni imara. Tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Vivyo hivyo mtakuwa washiriki wa zile faraja. Maana ndugu, hatupendi msijue habari za dhiki. Kwa hivyo tunaweza kuona ya kwamba wale ambao watapatikana wakiwa hai lakini wamekuwa wakitenda yale ambayo ni maovu, Mungu atawaua wabaya. Hivyo ndivyo Biblia imeweza kusema ya kwamba Mungu ataweza kuwaua wale ambao ni wabaya katika machoni pake, na hivyo hao watu watakuwa kama samadi. Hao watakuwa mahali ambapo watu wanakanyaga. Kitabu cha Yeremia. Kitabu ni Yeremia 25:33. Maandiko inasema, na waliouawa, msomaji soma vizuri, na waliouawa na Bwana, siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili, hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Kumaanisha ya kwamba wale ambao watapatikana wakiwa hai wakishauliwa watakuwa kama ni samadi juu ya uso wa nchi. Yaani watakuwa ama mifupa yao na mishola yao itakuwa ni ufundo katika uso wa ulimwengu. Hiyo ndiyo itakayokuwa ni ufufuo wa pili, ambao ni kwa wale ambao waliokuwa wametenda yale ambayo ni maovu. Kwa hivyo wale ambao watapatikana wakiwa hai lakini walikuwa wanatenda yale ambayo si mapenzi yake Kristo wataweza kuuliwa, na Bwana anasema ya kwamba watakuwa samadi katika mbele ya nchi. Lakini mtu ataweza kujiuliza ya kwamba je, waovu ambao wataweza kupatikana wakiwa wameshakufa ni nini ambacho kitaweza kutokea kwao? Kuna mtu ambaye ataweza kujiuliza hilo. Msomaji na mtumishi, naomba uweze kutusomea Ufunuo wa Yohana 25. Ufunuo wa Yohana 25. Maandiko yanasema, hao wafu waliosalia hawakuwa hai. Biblia ikisema ya kwamba wafu waliosalia, inamaanisha ya kwamba ni wafu ambao walikuwa wanatenda yale ambayo si mapenzi ya Bwana, yaani kumaanisha ya kwamba ni waovu. Kwa hivyo wale waovu ambao waliokuwa wamekufa, Biblia inasema ya kwamba wale waovu ambao waliosalia. Msomaji ansa vizuri. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai. Hata nchi ya kwamba miaka 1000. Kumaanisha ya kwamba hawakuwa hai, kumaanisha ya kwamba walikuwa wamekufa. Hawakuwa hai hadi iweze kufanya nini? Iweze kutimia ile miaka 1000. Ile miaka 1000, kumaanisha ya kwamba katika kipindi cha miaka 1000 wale wafu ambao walikuwa wamekufa watasalia makaburini hadi ile siku Kristo ataweza kurudi hapa duniani, kabla ama baada ya ile miaka 1000 kuisha. Kwa hivyo tumeweza kuona ya kwamba wale ambao watakuwa ambao ni watenda mabaya ama waovu ambao watakuwa hai wataweza kuuawa na Mungu, na watakuwa samadi katika uso wa ulimwengu, na watakuwa kama ni ufundo, ama watakuwa kama mifupa yao imetawala kila mahali na mishola yao imetawala kila mahali, na itakuwa ufundo katika uso wa ulimwengu. Lakini wale ambao ni watenda maovu ambao watapatikana kwa kurudi kwa Kristo mara ya pili, akiwapata ya kwamba watakuwa wamekufa tayari,
Yesu hataweza kuwafufua, bali watasalia makaburini hadi itimie ile miaka 1000, yani hadi ile miaka 1000 ambayo inanenwa katika Ufunuo 20 iweze kutimia ama iweze kuisha. Lakini swali ni je, hii hali ya dunia itakuache wakati huu wa miaka 1000? Hali ya dunia itaweza kukua ache wakati huu wa miaka 1000? Naam, miaka 1000 imeanza wakati wale watakatifu wa Mungu wameweza kuchukuliwa naye mbinguni na waovu wameweza kuuawa na Mungu. Je, hali ya dunia itakuwa jinsi gani? Ama dunia itakuwa kwa namna gani? Ndilo swali tunajiuliza na kujibu kulingana na Biblia. Msomaji. Naam mtumishi. Enda nami hadi kile kitabu cha Yeremia 4. Kitabu cha Yeremia 4. Yeremia 4. Soma mstari wake wa 23. 23. Biblia inasemaje? Niliangalia nchi. Na tazama. Ilikuwa ukiwa. Ilikuwa nini? Ukiwa. Haina watu. Naliziangalia mbingu. Nazo zilikuwa hazina nini? Hazina nuru. Yani dunia itakuwa ukiwa, itakuwa tupu kabisa. Hakuna kitu ambacho kitakuwa katika uso wa ulimwengu katika kipindi hiki cha miaka 1000. Yani miaka 1000 ikianza hadi ambapo itaweza kuhitimika, hakuna kitu kitakuwa duniani, bali dunia itakuwa ukiwa, na dunia ambayo ni dunia ambayo itakuwa ni dunia tupu. Aya yake 25 Biblia inasemaje? 25 Biblia inasemaje? Nikaangalia tazama, hapakuwa na mtu hata mmoja. Hapakuwa na nini? Na mtu hata mmoja. Na ndege wote wa angani wamekwenda sawa. Yani katika hiki kipindi cha miaka 1000 hakuna kitu kitakuwa duniani, hata hakuna mtu ambaye ataweza kukua duniani, hata ndege wa angani watakuwa wameenda sawa. Yani dunia itakuwa dunia ambayo ni ya ukiwa na dunia tupu, kama vile ilivyokuwa katika ama kabla ya uumbaji wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 1:2, Biblia inasema ya kwamba dunia ilikuwa tupu ambayo haina kitu chochote, na Roho wa Mungu alikuwa akizunguka katika uso wa maji ama uso wa bahari. Kwa hivyo dunia haitakuwa na kitu. Aya 27 Yeremia 4. Yeremia 4:27 inasemaje? Maana Bwana asema hivi. Nchi yote itakuwa ukiwa. Lakini sitaikomesha kabisa. Mungu anasema hawezi kuikomesha kabisa. Kumaanisha kwamba dunia hakuna kitu ambacho kitakuwa hapa duniani vile wengine tunavyodai tukisema ya kwamba hii dunia itakuwa na waovu ambao watakuwa wametubu dhambi zao, ambao watakuwa humu duniani. Kwa hivyo Biblia imetukazia ya kuwa hakuna mtu atakayekuwa katika uso wa ulimwengu, bali dunia itakuwa ni ukiwa, na dunia itakuwa ni dunia tupu ambayo haina watu, haina ndege, kwa maana ndege wao wenyewe watakuwa wameenda kwao, na watu watakuwa hawapo, na watu watakuwa ya kwamba ni kama mifupa na misora yao itakuwa katika uso wa ulimwengu. Lakini katika hii miaka 1000, swali ni je, shetani atakuwa wapi? Tukisoma Biblia tunaangalia ya kwamba tunaona ya kwamba shetani atakuwa kusimuni. Lakini kusimu ni wapi kulingana na Biblia? Kusimu ni wapi kulingana na Biblia? Vile ambavyo tunaona ya kwamba shetani atafungwa kusimu. Msomaji. Naam mtumishi. Ufunuo 20:1 hadi 3. Ufunuo 20:1 hadi 3. Kisha nikaona malaika akishuka toka mbinguni. Mwenye ufunguo wa kuzimu. Na nyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka. Yule nyoka wa zamani. Ambaye ni Ibilisi na Shetani. Akamfunga miaka 1000. Akamfunga miaka ngapi? 1000. Miaka
Ufunuo 20 Shetani tumeona ya kwamba atakuwa kusimuni, na tumejiuliza swali ya kwamba huku kusimuni ndiko wapi? Biblia imetuambia Ufunuo wa Yohana 20:1-3 ya kwamba kisha nikaona nini? Kisha nikaona malaika akitoka kutoka mbinguni, ufunguo wa kuzimu, na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Msomaji, mnyororo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule choka, yule ibilisi, yule nyoka wa zamani aitwaye Shetani na Ibilisi, akamshika akamfunga katika ule mnyororo hadi iweze kutimia ile miaka ngapi? Miaka 1000. Hadi ile miaka 1000 iweze kuisha. Kumaanisha ya kwamba tulijiuliza swali ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Shetani ataweza kushikwa ama ataweza kufungwa katika kuzimu, na tumejiuliza ya kwamba hapa kuzimuni ni wapi? Msomaji, naam mtumishi, somee Mwanzo 1:2. Mwanzo 1:2. Biblia inasemaje? Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena mtupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, katika juu ya vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kumaanisha ya kwamba tukisoma Ufunuo inatuambia ya kwamba Shetani aliweza kusikwa ama kufungwa huko kuzimuni na mnyororo ule mkubwa ambao tumeweza kusoma Ufunuo 20:1-3. Na Mwanzo imetuambia ya kwamba dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Kumaanisha ya kwamba dunia ikiwa ambayo ni dunia ambayo iko na ukiwa au ikiwa ni dunia tupu, inamaanisha ya kwamba hakuna kitu duniani. Kumaanisha ya kwamba Shetani atakuwa katika uso wa ulimwengu, katika watu ambao watakuwa ni mizoga tu, watu ambao watakuwa ni ufundi ambao uko katika uso wa ulimwengu, mizoga ambayo iko kwendapo na mifupa yao itakuwa imetabakaa kila mahali. Shetani atakuwa hapo, na Biblia ikituambia ya kwamba Shetani aliweza kufungwa na ule mnyororo ambao aliweza kufungwa nayo hadi iweze kutimia ile miaka 1000. Biblia inatuambia ya kwamba katika ule ufufuo wa kwanza ambao Biblia inatuambia katika Ufunuo wa Yohana ambao tuweza kusoma, katika ule ufufuo wa kwanza ambao itaanzisha kile kipindi cha miaka 1000, wale watakatifu wa Mungu ambao walikuwa wanatenda haki yake watafufuliwa, wataenda mbinguni pamoja na Kristo. Na wakifufuliwa, hiyo ndio itaanzisha kipindi cha miaka 1000 kulingana na Ufunuo 20:1-3. Na ufufuo ambao ni ufufuo wa pili, kwa wale ambao walikuwa hawatakuwa wametenda yale ambayo ni mapenzi ya Kristo, tunaona ya kwamba wale ambao walikuwa hawakuwa wametenda kulingana na mapenzi yake Kristo hawataenda jehanamu ama hawataenda mahali popote, bali wataenda ama watabaki makaburini humo mwao. Kumaanisha ya kwamba hata wakati tulisoma kuhusu hali ya wafu, tuliona ya kwamba mtu akifa haendi mbinguni au jehanamu, bali anaenda kaburini katika mavumbi kule ambako alitoka na kurudi kwa Kristo Yesu. Mtu akipatikana amekufa na alikuwa mwovu ambaye alikuwa ametenda yale ambayo si mapenzi yake Kristo Yesu, atabakishwa ama atabaki huko kaburini akingojea ufufuo wa pili ambao ni wa kurudi kwake Yesu Kristo mara ya 3 katika uso wa ulimwengu. Kwa hivyo mnyororo ambao nilikuwa naongelea, mnyororo ambao Shetani alikuwa amefungwa nao, si mnyororo wa kawaida ambao binadamu tutaweza kufikiria ya kwamba ni mnyororo wa kawaida ambao mtu ataweza kufungwa. Kumbuka ya kuwa Shetani ni roho ambayo haiwezi kufungwa na mnyororo wa kawaida ambao tunauitoa sisi kama binadamu. Na Shetani akiwa roho na hawezi kufungwa na huu mnyororo. Kwa hivyo ina maana ya kuwa katika dunia ambao wale watu ambao watakuwa wameuawa na Mungu, wale ambao hawakuwa wametenda yale ambayo ni mapenzi yake, watabakishwa hapa duniani. Shetani atakuwa hapa duniani na watu watakuwa wamekufa. Kwa hivyo Shetani hatakuwa na nguvu yoyote ya kudanganya binadamu yeyote, kwa kuwa hakutakuwa na mtu duniani. Hiyo ndio inamaanisha huo mshororo ambao
ama mnyororo ambao Biblia inasema mnyororo ambao ni mnyororo ulikuwa mrefu ambao shetani aliweza kufunga. Kwa hivyo shetani hatapata mtu wa kudanganya katika uso wa ulimwengu. Ndio maana huo mnyororo ambao unaongelewa katika Ufunuo 20:1 hadi 3. Kwa hivyo tumeona ya kwamba watenda mema ama watenda haki watapelekwa mbinguni, bali wale ambao ni watenda maovu ambao watakuwa wako hai katika kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, Yesu atafanya nini? Yesu ataweza kuwaua na watakuwa kama samadi juu ya uso wa ulimwengu. Lakini wale ambao watapatikana wakiwa wamekufa, ambao walikuwa watenda maovu, wataweza kubakia huko makaburini wakiongojea kurudi kwa Yesu mara ya 3 katika uso wa ulimwengu. Swali jingine ambalo tunajiuliza ni kwamba wakati wa hii miaka 2000 ama 1000, wakati wa miaka hii 1000, watakatifu watakuwa wanafanya nini kule mbinguni? Wale ambao tumeona ya kwamba watakuwa wametenda mema, wataenda pamoja na Yesu huko mbinguni. Swali ni je, watakuwa wanafanya nini huko juu mbinguni, msomaji? Naam, mtumishi. Ufunuo wa Yohana 20:23 Biblia inasemaje? Akamtupa katika kuzimu, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 iweze kufanya nini? Iweze kutimia. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe. Yapasa afunguliwe. Kwa hivyo mchache huyu shetani tumeona ya kwamba baada ya siku 1000 ambayo itaanzishwa kwa kurudi kwake Kristo mara ya pili na kuisha katika kule kurudi kwake Yesu Kristo mara ya 3, huyu shetani huo wakati ndio atakapofunguliwa kutoka huko kusimuni ambako ameweza kufungwa na mnyororo huu ambao tumeweza kuona ya kwamba si mnyororo wa kawaida vile ambavyo sisi binadamu tunaweza kuona. Kwa hivyo msomaji, na mtumishi, somea Wakorintho wa kwanza 6 aya ya 2 hadi ya 3. 6 aya ya 2 hadi ya 3. Hawamjui ya kwamba watakatifu watahukumiwa ulimwengu. Samahani. Hawamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu. Ikiwa ulimwengu utahukumiwa na nyinyi, na kama ulimwengu utahukumiwa na sisi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Kwa hivyo Wakorintho wa kwanza 6:2 hadi 3 imetuonyesha ya kwamba watakatifu, wale ambao watakuwa ni watakatifu wakishachukuliwa na Yesu huko juu mbinguni, wataweza kushiriki na Yesu katika hukumu ambayo ni hukumu ile ambayo inakuja. Kwa hivyo katika hii hukumu tunajua ya kwamba shetani pamoja na wale ambao watakuwa wamepotea watakuwa wamepotea pamoja na ambao wataweza kuhukumiwa katika ile hukumu. Yaani wale ambao watakuwa wamepotea, shetani pamoja na malaika zake ambao walitupa naye kutoka mbinguni wataweza kupata ile hukumu katika ile siku ambapo watakatifu wa Mungu ambao walifufuliwa kwa ufufuo wa kwanza wataweza kushiriki naye Mungu katika katika hiyo hukumu. Kwa hivyo katika huo hukumu ama katika hiyo siku, katika huo wakati wa hiyo miaka 1000 ni katika ama sisi binadamu, kundi la kwanza litaweza kuwa ya kwamba liko duniani tukiwa, ama kundi la kwanza litakuwa duniani ikiwa limekufa kabisa na kupotea, ama kundi la pili litakuwa limo mbinguni wakishiriki hukumu pamoja naye Mungu. Kwa hivyo kundi la kwanza la wale watakatifu wa Mungu watakuwa mbinguni wakishiriki hukumu pamoja naye, na wale ambao ni waovu, watenda mabaya ama watenda maovu, watakuwa duniani wakiwa wamepotea na wakiwa wamekufa kabisa.
Na siku ya jana tuliweza kuona ya kwamba makao ya watakatifu, tuliweza kuangazia tukaona ya kwamba mji mtakatifu Yerusalemu mpya utashuka kutoka juu mbinguni na utukufu wa Mungu na barabara ya Mungu mwenyewe itashuka nao kutoka mbinguni. Swali ni je, wakati wa hii miaka 1000 ambao huu mji mtakatifu ambao tuliona siku ya jana, baada ya hii miaka 1000 huu mji mtakatifu ambao utaweza kushuka kutoka mbinguni, ni watu gani ambao ni watu gani watakuwa katika mahala huko? Kama ni nani ambaye atakuwa katika huu mji mtakatifu ambao utashuka kutoka huko juu mbinguni? Na ukishuka utaweza kutua wapi? Ndilo swali tunajiuliza na tutajibu tukitumia Biblia takatifu. Somaji. Naam mtumishi. Ufunuo wa Yohana 21. Ufunuo wa Yohana 21 hadi 3. 2 maandiko inasema, nami nikauona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa ya nini? Kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na mwanadamu, atafanya maskani yake pamoja nao. Na Mungu atafanya maskani yake pamoja na wanadamu, nao watakuwa watu wake, na Mungu atakuwa Mungu mwenyewe atakuwa pamoja na watu. Kumaanisha kwamba huu mji mtakatifu ambao utatoka mbinguni, katika huu mji mtakatifu kunao watu ambao watakuwa katika huu mji mtakatifu. Mmoja ambaye tumeweza kuona katika huu mji mtakatifu, tumeweza kuona ya kwamba Mungu mwenyewe ataweza kukua katika huu mji mtakatifu. Lakini tunataka kujiuliza ya kwamba huu mji mtakatifu ambao unashuka kutoka mbinguni utatua wapi, ama utaweza kutua upande gani? Msomaji. Naam mtumishi. Naomba uweze kutusomea kitabu cha Zekaria. Kitabu ni Zekaria 14:1. 14:1. Biblia inasemaje? Tazama, siku moja ya Bwana inakuja, ambayo mateka yatagawanyika kati yako, kwa maana nitawakusanya mataifa yote, walete vita juu ya Yerusalemu, nao mji utapigwa. Mji utafanya nini? Utapigwa. Nazo nyumba zitatekwa. Nao wanawake watatendwa jeuri. Na nusu ya watu wa mji watatoka kwenda utumwani, ila mabaki ya watu wa mji hawatakataliwa mbali. Msomaji. Naam mtumishi. Aya ya 5 inasemaje? Aya ya 5 inasema, nanyi mtakimbia. Hasa aya ya 4. Aya ya 4 inasema, na siku hiyo miguu ya huo mji itasimama juu ya mlima wa Mzeituni, inaelekea. Msomaji, soma fungu vizuri. Samahani mtumishi, nirudie fungu. Zekaria ni 14 aya ni ya 4 hadi ya 5. Na siku hiyo miguu yake itasimama, juu ya mlima wa Mzeituni unaoelekea Yerusalemu, upande wa mashariki. Nao mlima wa Mzeituni utapasuka katikati yake, upande wa mashariki na upande wa magharibi. Itakuwapo huko bonde kubwa sana. Kwa hivyo tumeweza kuona ya kwamba huu mji mtakatifu ambao ni Yerusalemu mpya ukishuka kutoka juu mbinguni, vile tuliona kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21 ukianzia aya ya 2 hadi ya 3 ama aya ya 1 hadi
ni mahali uliko mlima wa Mzeituni kwa sasa, ambao wenye haki wote, ambao pia malaika wa Mungu, na pia tuliweza kuona ya kwamba Mungu ambaye ni Mungu Baba na Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo watakuwa pamoja na watakatifu wake katika huo mji, wakishuka pamoja naye juu mawinguni hadi hadi mlima wa Mzeituni ulio huko Yerusalemu, ambao ndipo huo mji mtakatifu Yerusalemu mpya utakapotua. Kwa hivyo tunaweza kuona ya kwamba ufufuo wa kwanza ambao utaweza kutendeka kwa kukuja kwake Yesu Kristo mara ya pili, wale ambao ni watenda haki wataweza kufufuliwa pamoja na Yesu, na wale ambao watakuwa wametenda mema watapatikana wakiwa hai, wataenda naye Yesu Kristo huko juu mbinguni, na wale ambao ni waovu watapatana na Yesu katika ule ufufuo wa tatu, ambao utaweza kuashiria mwisho wa hizi siku 1000 ambazo tunaambiwa katika kitabu cha Ufunuo 20. Kwa hivyo katika ukuja kwa Yesu mara ya tatu Yesu atakuja akiwa katika ule mji mtakatifu ambao ni Yerusalemu mpya. Lakini tunaona ya kwamba kukuja kwa Yesu mara ya kwanza alikuwa msomaji na mtumishi.